ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين صدق الله العظيم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء
bal antum qaumun musrifun. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mwenyezi Mungu anatupa habari juu ya mtume wake Lut. Huyu mtume Lut alikuwa akiishi katika mahala panapoitwa Umq Sudayn, qurbu al-bahr al-mayyit, karibu na hiyo bahari ya maiti au bahru Lut, Sadum. Thumma ba'athahu Allah ila ahli Sadum, kisha Mwenyezi Mungu alimpeleka kuwa ni mtume kwa watu wa Sadum, wama haulaha min alqura, na watu walio pembezoni mwa Sadum. Yad'uuhum ila Allah azza wa jalla, Mwenyezi Mungu amemtuma awaite watu wa Sadum kwake Mwenyezi Mungu, awaamrishe mema, awakataze maovu, na hawa wanayoyafanya awakataze kwayo. Basi ndio Mwenyezi Mungu anakuambia Walutan, tunakupa habari ya Lut tulipomtuma kwa watu wake. Idh qala liqaumihi, kumbuka pindi aliposema Lut kwa watu wake, kundi lake, jamaa yake, aliwaambia nini? Atatuna alfahishata, je, munafanya mambo machafu? Munafanya mambo machafu, munatenda mambo machafu, mambo ambayo ma sabakakum, hakuwatangulia nyie biha, kwa hayo mambo machafu, min ahadin, mmoja yeyote, min alalamina, katika ulimwengu. Maasi ya namna ile ya qaumi Lutihi ni maasi nambari 1 walioyatenda ni hao qaumi Lut, ndio mtume wao. Idh qala liqaumi, kumbuka pindi aliposema Lut kwa watu wake, kundi lake, jamaa yake, aliwaambia nini? Atatuna alfahisha, je, mnayatenda maovu machafu mabaya? Ma sabakakum, hakuwatangulia nyie katika hayo mabaya, hakuwatangulia nyie katika hayo machafu, hakuwatangulia nyie katika hayo maovu, biha, min ahadin, mmoja yeyote, min alalamina, miongoni mwa viumbe ambavyo Mwenyezi Mungu ameviumba. Nyinyi ndio wa kwanza kabisa kutenda machafu kama hayo. Shauku iliyoko sasa, wewe unataka kujua maovu hayo ni maovu gani? Sisi tunataka kujua maovu hayo ni maovu gani? Mimi nataka kujua maovu hayo maovu gani walioyafanya hao qaumi Lut. Anasema innakum ta'tuna ar-rijala, hakika nyinyi la ta'tun, mnawaingilia ar-rijala, wanaume, shahwatan, kwa kuwatamani, min duni nisai, badala ya kutamani wanawake. Maovu yao ndio hayo. Innakum, kabla shaka nyinyi, la ta'tun, mnawaingilia ar-rijala,
wanamme shahwatan, kwa kuwatamani, min duni nisai, badala ya wanawake. Imekwenda kinyume ya kimaumbile. Umbile, mwanamme humtamani mwanamke, sio mwanamme kumtamani mwanamme. Kiumbile, mwanamme kumtamani mwanamke, sio mwanamme kumtamani mwanamme. Kiumbile, mwanamme humtamani mwanamke, sio mwanamme kumtamani mwanamme. Mambo maovu kabisa hayo, mambo machafu kabisa hayo, vitendo viovu kabisa hivyo, vitendo vichafu kabisa hivyo. Hata wanyama hawana vitendo kama hivyo. Seuze wenye elimu, seuze wenye maarifa, seuze wenye madigirii, seuze wenye maendeleo, seuze wenye endelezi uchafu. Kameloni vumbua lao walivumbua maasi makubwa, nayo ni kuingiliana wanamume kwa wanamume, kuingiliana wanamume kwa wanamume, mwanamume kumwingilia mwanamume kwa dobo. Ennakum, kabla shaka nyinyi, latatuna rijal, mnawaingilia wanamume shahwatan, kukuwatamani, min duni nisa, badala ya wanawake. Wanawake ndio utamaniwa. Tena wakiingiliwa hawa wanawake hawaingiliwi katika utupu wa nyuma, bali wanaingiliwa katika utupu wa mbele. Bala antum qaumun musrifun, bali nyinyi ni kundi la watu musrifun, uchafuzi wa mambo waliopita kiasi, uchafuzi wa mambo waliopita mpaka ya Mwenyezi Mungu, uchafuzi wa mambo waliopita hayo aliyoweka Mwenyezi Mungu. Leo hii katika ulimwengu huu wenu wa kiustaarabu, au katika huu ulimwengu wenu wa wastaarabu, wanaoana wanaume kwa wanaume. Qur'an inakuambia vitendo hivyo watakao vitenda huyo hao wenye kuoana wanaume kwa wanaume ni uchafu, ni ubaya, ni mambo yasiyofaa, ni uchafuzi wa kiumbile, uchafuzi wa kimaisha, uchafuzi wa kihali, uchafuzi wa kihali. Kama nyinyi muko katika hiyo dunia mambo leo ya sasa, uchafuzi huu uko tena unatendeka katika mazingira ya watu wenye elimu, mazingira ya watu wenye madigirii, mazingira ya watu wa aina ya tabaka ya juu, aina ya tabaka ya juu, na huo ni uchafuzi endelezi ambayo itakapovuma ikafika kwa wanyonge, kazi yao ni kufuata. Wanyonge kazi yao nini?
kufuata, kuletewa kijisinema, kaonyeshwa mwanamume kaoa mwanamume, very very fantastic. Kaolezewa mwanamume kumwoa mwanamume, oh very very good wedding. Akiona namna hiyo, watu mimi wewe siye, kisha naye anajaribu, rangi yetu hii kwa kujaribu mambo, rangi yetu hii kwa kujaribu mambo nyepesi, lakini haram. Kule kuoana ni haram, kule kuingiliana vile vile ni haram, na kule kujumuika pamoja ni uchafuzi. Kule kujumuika pamoja ni uchafuzi. Islam inapinga hayo, ijapokuwa wenye elimu wanaopenda. Islam inakataa hayo, ijapokuwa wenye vyeo wanapenda hayo. Islam hairidhiani na hayo, ijapokuwa yanapendwa na hao waovu na wachafuzi na wabaya. Wachafuzi na wabaya. Kwa hivyo alitumwa mtume hasa maalum kuja kukataza vitendo vya kuingiliana wanamume kwa wanamume. Sikuambii kuoana mwanamume kwa wanamume, tumetumwa kuingiliana wanamume kwa wanamume. Leo hii wanamume kwa wanamume wanatangazana magazetini wameoana, wanamume kwa wanamume wanatangazana maredioni kuwa wameoana, wanamume kwa wanamume wanatangaziana kwenye televisheni kuwa wameoana, wanatangaziana kwenye vyombo vya habari vyote wameoana. Huku ni kuoana au ni kuchafua? Huku ni kuoana ni kuchafua. Na fikra na picha kama hizo na sura kama hizo zitapata sisi watu wasioelewa kitu, zitapata sisi watu tusiojua kitu, zitapata sisi watu tusiofahamu kitu. Ndio uvutaji huo vile vile. Italetwa hiyo sinema, iletwe na Coca-Cola ndani, italetwa hiyo sinema, ikaletwa na Pepsi-Cola ndani, ikaletwa hiyo sinema, ikaletwa na keki ndani, ikaletwa hiyo sinema, ikaletwa na kitu tofi ndani, ikaletwa hiyo sinema, ikaletwa na vitamu ndani, ikaletwa hiyo sinema, na kule ndani inagawanywa kilinga 1000 moja kuingia. Mimi na wewe tutaacha kwenda. Tutakwenda. Hivyo vinaitwa vitega uharibifu. Vitega nini? Vitega uharibifu. Na Qur'an imekuijia, inakusimulia, inakuambia vitendo hivyo si vitendo vya watu waungwana. Ijapokuwa hawa wanaofanya hivyo mnawatia katika uungwana, special grade, super grade, super power, lakini they are nothing. Bure. Vitendo hivyo wanaovitenda vimewadegrade, vimewarudisha chini. Hata kwa wanyama vitendo kama hivyo havionekani. Vikionekana na vionekana kwa mnyama mwovu vile vile kama ennakum, haka bila shaka nyinyi, la tatuna rijal, mnawaingilia wanaume shahwatan, kwa kuwatamani, kwa matamanio, min duni nisa, badala ya wanawake. Kutamaniwa ilikuwa ni kutamaniwa watu gani? Wanawake ndio utamani, sio mwanamume, sio mwanamume, sio mwanamume. Tena mwanamume huyo
Mwenye kuingiliwa akawa yeye ni mwana maregeza, mwana nini, mwana maregeza. Mwanamume huyo akawa yuwajipindapinda kama mwanamke, yuwajikatakata kama mwanamke, yuwajinyanyasa kama mwanamke, toa sauti kama mwanamke. Allah inalo baya baya kuakti kitu kama mwanamke. Utakuwa mwanamke baya baya. Wala antum qaumun musrifun, bali Mwenyezi Mungu anasema nyinyi kaumu Lut, nyinyi watu wa Lut, nyinyi kaumun ni watu musrifun, wachafuzi, waharibifu, wanaharibu mazingara, wanaharibu maisha, wanaharibu uhai. Wanaharibu nini? Uhai, wachafuzi. Wama kana jawaba qaumi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Wama kana jawaba qaumi, na haikuwa jawabu ya hao watu wa Mtume Lut. Hawakuwa na jawabu la kumjibisha nani? Wama kana jawaba, na haikuwa jawabu kaumi hii, kaumi ya Lut, haikuwa jawabu ya kaumi ya Lut illa walisema tamko. Wakana ahlu Sadum, hawa watu wa Sadum walikuwa kaumi Lut, yamaluna alkhabaitha duna hayaan, walikuwa ni wenye kufanya hayo machafu ya kuingiliana wao kwa wao pasina haya, wala iffatin, na wala pasina kuona hiyo ni haramu au hii ni Mwenyezi Mungu akikataza. Amama nas, hayo wanafanya mbele ya nini? Mbele ya watu. Kama hivyo katika nchi hizo za Western kuna siku za kutembea uchi, ati ni maendelezi ya kielimu, maendelezi ya kiungwana, maendelezi ya kiwerevu, maendelezi ya kiujanja. Yote hayo ni mitego ya kutega wapumbavu, mitego ya kutega wajika, mitego ya kutega hawa wasioelewa kitu, wawaigi alafu waje wapige picha, alafu waje wapiga picha. So huyu mnene upande fulani, huyu mdogo upande fulani. Nini? Uchafu, uchafu. Lakini mimi na wewe tunaona hiyo ni elimu, mimi na wewe tunaona hii ni maendeleo, mimi na wewe tunaona hiyo ni super grade, super power grade, na tukawa sisi tuweze kutaka kutikisika kwa mtikisiko kama ule wa kiunafi, mtikisiko wa kinini, wa kiuchafu. Basi hawa watu kazi yao wanafanya hayo machafu mbele ya watu, na isitoshe wao wayakhtauna tariqa ala tijjar, wanawakatiza wasafiri njia kwa kuwapokonya hao wafanya biashara, wayakhudhuna badaiahum, na wanachukua nini, bidhaa zao. Kama kauli nyingine alivyosema Mtume, alivyosema
Mwenyezi Mungu kwa ulimi wa Mtume Lut sema nini? Ainnakum latatuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum al-munkar. Innakum kabla shaka nyinyi qaumi Lut latatuna ar-rijala, kazi yenu mbaya mwaingiliana nyinyi wenyewe kwa mwanamume kwa mwanamume. Ubaya wenu wa pili, wataqtauna sabili, mnawakatiza watu njia, wapite njia wasipite njia, mnawapokonya watu. Kazi ya qaumi Lut ni kupokonya, taqtauna sabila, kupokonya watu. Upokonyaji huu ulioko tokea hapo Hola hapo mpaka Darajani, hii kazi ya qaumi kwa mujibu wa kitabu gani? Kwa mujibu wa Qur'an. Qur'an inasema kazi ni kazi ya qaumi Lut. Watu wachafuzi ndio wanafanya kazi kama hiyo. Watu wabaya ndio hao kazi yao kunyang'anya watu, kupiga watu gete, kupiga watu kabare, kukatiza watu njia, usipite barabara, wataktauna sabila. Hii ni Qur'ani, ni gazeti Qur'ani inatoa habari tuonapo sawa sawa, akiwa mnubia au akiwa mwingine akitenda hilo, huwa yeye ni miongoni mwa watu wako qaumi Lut, mfanya vitendo vya watu wa qaumi Lut. Innakum latatuna ar-rijal, kazi ya qaumi Lut ya kwanza hii, wanaingiliana wanaume kwa wanaume. Kazi yao ya pili, wataqtauna sabil, kazi yao ya pili ni kukata watu njia wasipite, kuwapokonya, kuwanyang'anya na kuwapiga kabare. Hiyo vile vile tatauna sabil, kazi ya qaumi Lut. Watatuna fi nadikum al-munkar, na mnayafanya katika mavilabu vyenu. Nadikum, katika mavilabu vyenu mnafanya munkar, maovu, mabaya, machafu. Mnafanya nini? Maovu mnafanya wapi? Fi nadikum, katika pale pale mnapokusanya katika vilabu vyenu, kama vile Abu Jahl na ile faliyadu nadia sanadu zamania. He says, aite watu, let him call the members of his club, then we shall call our members too. Alafu tuone watu gani watashinda, tuone watu gani watashinda. Vilabuni kuna mema. Watatuna fi nadikum al-munkar, Mwenyezi Mungu anasema mnafanya fi nadikum, katika mavilabu vyenu, al-munkar, machafu, mabaya, mnafanya katika vilabu vyenu. Kule katika vilabu kuna nini? Kuna kheri huko? Kuna kheri? Hakuna kheri. Hayo yote vitendo vya watu wa qaumi Lut. Vitendo vya sasa Qur'ani inasimulia kwetu, Qur'ani inatuambia sisi, Qur'ani inatueleza sisi ili tufanyeje? Tuzindukane, tuondoke, tujiepushe mbali na hayo tunayoambiwa. Tuzindukane, tugutuke, tuone haki ilipo, tuachane na hayo ambayo yanakatazwa. Haya, Mtume Lut ameshafikisha ujumbe wa nani? Wa Mwenyezi Mungu kwa waja wa Mwenyezi Mungu. Kila barua ina nini? Reply. Ina majibu yake, sio? Mtume Lut amefikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu kwa watu wake. Wama kana jawaba qaumihi, na haikuwa jawabu ya kundi lake Lut illa an qalu, ila walikaa kundi lake Lut walikaa sawa, watu wa Lut walikaa
jamii wa Lutu walikaa, kundi ya mtume Lutu walikaa. Qalu, kisha wakasema akhrijuhu, 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 mwatoe hao watu wanaomuunga mkono Lutu na Lutu mwenyewe. Mwatoe wapi? Min qaryatikum, mwatoe katika mji wenu. Mwatoe hawa watu katika kibira hii, hawa watu wanaopinga vitendo vya kaumu Lutu na Lutu mwenyewe. Akhrijuhum, mwatoe min qaryatikum, katika mji wenu huu mwatoe, katika Sodoma mwatoe. Wakiweko watawafanyaje? Wanaoharibia starehe zenu. Wanasema Mungu kakataza, Mungu kasema haramu, Mungu kasema mbaya, Mungu kasema huu ni kuruka mpaka, Mungu kasema huu ni uchafuzi. Mkiwaacha nyinyi watawakera. Solution ni nini? Maondoe. Nayo ndio positive na negative itikadi. Ad-diddani la yajtami'an. Unaona, vyenye kupigana viwili havikusanyiki. Hebu fanya uwerevu na ujanja wewe mwenye akili, unadigiria bie na sie, kutanisha maji na moto. Moto ikae katika asili ya kimoto yake na maji ikae katika asili ya kimaji yake. Tafuta ujanja ufanye. Sasa jawab kwa mtume Lut kuwa qalu, wamesema akhrijuhum, mwatoe hao watu wa mtume Lut na Lut mwenyewe, mwatoe. Wanasemezana wao kwa wao, hao kwa Lut wanamzana wao kwa wao, mwatoe, tuwatoe. Wakiwa wamo kati yetu watatuharibia nini mambo? Wakiwa wako kati yetu watatuharibia starehe zetu. Sasa mambo akhrijuhu, mwatoe, tuwatoe mkana katika mji wenu. Innahum, kwa kuwa hakika bila shaka hao watu hao Lut na hao waliomuunga mkono wao, unasu, wao ni watu yatataharun, watu wanaojitakasa. Wao wanao nini? Wanajitakasa. Sema wao ni watakasifu, hawaingiliani wanaume kwa wanaume. Hao ni watakasifu, hawaingiliani hata wanawake kwa nyuma. Watoe hawa. Maneno hayo ni maneno machafu. Mwatoe hawa. Na idha jaa al-haqq zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa. Ukweli wa mambo, ukweli utakapofika ni sio kweli, tuondoke. Mara kazi ya batili ada kuondoka tu mwisho atarudi mtu kwa Mwenyezi Mungu, au arudi au amemkosa Mwenyezi Mungu, arudi amemkosa Mwenyezi Mungu. Ona hao watu wanaambiwa innakum tatuna ar-rijala fi adbarihim, munawaingilia wanaume katika tupu zao za nyuma.
watadauna zawaja binnisai fi akhbarihinna, na mnaacha kuwaoa wanawake kuwaingilia katika tupu zao za mbele. Innakum adaltum anin nisai wama khalaqa rabbukum lakum minhunna, kabla chaka nyinyi mmemili kwa yale ambayo Mwenyezi Mungu aliwaambia kwa nyie kwa hawa wanawake, mmepotoka. Ila itiani rijal, kwa kuingilia wanaume. Wa hadha shidudun wa israfu minkum wa jahlun, huo ni kupita mpaka na kufanya uchafuzi na ujinga ambayo imetokamana na nyinyi. Liannahu, kwa kuwa hapo inapatikana nini? Wadu shay'in fi ghairi mahallihi, inapatikana kuweka kitu mahala pasipo pake. Umbile aliloliumba Mwenyezi Mungu, zakari ingie katika farji, sio zakari ingie katika dubur. Hapa fala yughayyiruna khalqa Allah, wakani wenye kugeuza umbile lake aliloliumba Mwenyezi Mungu. Na huo ni ujambazi mkubwa kabisa, na huo ni udhuluma mkubwa kabisa, na huo ni ufidhuli mkubwa kabisa, na huo ni utovu wa adabu mkubwa kabisa, ubaya mkubwa kabisa, ubaya mkubwa. Haya, kwa sababu hiyo Mwenyezi Mungu bado anawaelekeza hawa wenye kuingiliana wanaume kwa wanaume, anawaambia kwa ulimi wa huyu mtume akisema, haulai banati in kuntum fa'ilin, haulai banati in kuntum fa'ilin, haulai banati in kuntum fa'ilin. Nyie mkiwa na haja ya mwingiliano wa kijinsia, haya wasichana wangu hawa, njoni mwaoe, muwe mwingiliana nao, njoni mwaoe, mwingiliana nao. Haulai banati, sio haulai rijali. Unaona elekezo lake Mwenyezi Mungu, anaelekeza kuoana ni kuoana mwanamume na mwanamke. Haulai banati, njoni wasichana wangu hawa, sio kuoana mwanamume kwa mwanamume, ambayo sasa dunia inadanganya nyinyi, na hasa nyinyi Waislamu wanyonge, nyinyi Waislamu mafakiri masakini, buduka upeti kwa kuona mada, buduka upeti kwa kuona vitega maisha. Wito ni kwa wasichana, haulai banati. Qur'ani, hawa wasichana wangu hawa, ukiwa na haja mwingiliano, sio mwanamume kwa mwanamume, wasichana wangu hawa mwaoe, mwingiliani nao. Hiyo kuingiliana mwanamume kwa mwanamume haram, haram, haram. Tena isitoshe pia kuoana wana huko ni haram, haram, haram. Kuigaiga mambo sila kila lionekanalo huigwa. Kuigaiga mambo sila kila lionekanalo huigwa. Mtatikona kuiga kiguru, tamletea huko, tamletea huko. Sasa mtu Muislamu mwenye kuamini imani kamili, Mwenyezi Mungu kaweka fikira yake kuwa angavu, fikira wazi wa kuona yasiyokuwa ya haki kwa uwazi zaidi. Haya,
Walipokataa kata, what is the result? Matokeo ni nini? Hawa tutaendelea tu kuingiliana wanamume kwa wanamume. Wafanyweje hao watu? Wafanywe namna gani hao watu? Anasema Mwenyezi Mungu. Anasema Mwenyezi Mungu, fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat min al-ghabirin. Huyo Mtume Lut Mwenyezi fa anjaynahu, tulimwokoa, wa ahlahu, na watu wake walioamini naye, illa imra'atahu, isipokuwa mke wake Lut, illa imra'atahu, isipokuwa mke wake Lut, kanat min al-ghabirin, amekuwa ni miongoni mwa wale waliosalia nyuma katika mji wa walioangamizwa. Mji ule ulifikiwa na adhabu. Adhabu gani? Adhabu ya Mwenyezi Mungu anasema, ona hao watu Mwenyezi Mungu aliwakataza wasiingiliane wanamume kwa wanamume, wameendelea nayo. Adhabu inakuja, anasema wa amtarna alaihim matara, tulinyesha kwao mvua ya ajabu. Tulinyesha kwao mataran, mvua ya ajabu. Hilo lilikuwa ni janga? Je, hilo lilikuwa ni mkasa? Je, hilo lilikuwa ni nini? Ni nature? Hiyo ilikuwa ni nini? Adhabu. Adhabu. Kwa nini mvua haikuja kabla ya tatuna rijala? Mvua haikuja kabla ya wao kuingiliana wanamume kwa wanamume, kwa hawakufanya kitu. Wamekuja baadaye kwa kuwa walifanya yale waliokatazwa. Sasa ikifuatwa kina Katerina na ikifuatwa kina tsunami, ikifuatwa kina Narigisi, kitu gani kilifanyika katika Narigisi kabla Narigisi? Kitu gani ilifanywa kabla tsunami? Kitu gani ilifanyika kabla Katarina? Gustavo. Ni hiyo jana inaitwa nini? Gustavo. Kitu gani ilifanyika kabla Gustavo? Itawekwa. Lakini ukiandika buku hiyo, fahamu wewe umo hatarini. Taka kuandamwa. Hiyo wangwana wameipa jina nature. Disaster, nature. Natural disaster. Jina la kiungwana. Kwa kuwa wangwana hawaadhibiwi. Kwa wangwana hawa nini? Hawaadhibiwi. Hao kwa Lut, ona Mwenyezi Mungu anakuambia, wa amtarna alaihim matara, tulinyesha kwa hao mvua. Fando, tizama wewe, kaifa kana, vipi ilikuwa akhiratul mujrimin, mwisho ya watu
waovu ilikuwaje? Tizama wewe, mwisho wa watu waovu ilikuwaje? Ndio mvua ya balaa, mvua ya mashaka, mvua ya uangamivu. Sasa isitoshe, falamma jaa amruna jaalna aliyaha safilaha, huo mji amri yetu ilipoijia, jaalna aliyaha safilaha, tulipindua juu yake imekuwa chini, chini imekuwa juu. Nyote mlisoma shule, mnaona ya ramani ya Kenya mzima ilivyochorwa. Nchi ile ilikuwa kama ile. Hata ilipofika ilikatwe, iling'olewa hiyo ramani ya Kenya mzima na Kenya yake na kuku ya Kenya na kiroboti ya Kenya na vyura vya Kenya, ilipelekwa juu. Niliwa juu, imepelekwa juu, ikaachwa nini chini? Shimo. Likaachwa shimo chini. Falamma jaa amruna, ilipokuja mambo yetu, amri yetu, jaalna aliyaha safila, peleka hiyo nchi juu kadiri alivyojua yeye Mwenyezi Mungu. Fajaalna aliyaha safila, then we turn it up, upside down. Kisha tukaipindua hiyo ardhi juu chini. Sasa hebu tizama maini na manyama yakiwa katika bakuli yakimiminwa, yanapomiminika. Sasa vile vilivyoko katika hiyo ardhi vinamiminika, vyote vinamwagika wapi? Vinamwagika ndani ya hiyo shimo. Kisha bado hiyo ardhi yenyewe inafanyaje? Inakuja kufanyaje? Kufunika. Sio kufunika, kusindilia. Adhabu namna hiyo ni tsunami, hiyo ni nini? Janga. Hiyo ni tabia, hiyo ni nature. Jaalna aliyaha safila, tukapindua juu chini, tukasindilia hiyo ardhi yote. Dakika tu ulimwengu umemalizika, ile dunia ile imemalizika. Wala yusalu amma yafali, na haulizwi Mwenyezi Mungu kwa nini umefanya. Haulizwi Mwenyezi Mungu kwa nini kwa nini umefanya. Basi khalas, imekwisha. Basi fajaalna aliyaha safila wa amtarna alayha hijaratan min sijilin mandud. Kitu mzito, tumenyesha leza juu yao mawe iliyoshikamana ngumu kabisa kutoka katika moto. Katika moto tulimimina juu yao vile vile haya mawe ya moto, tulimimina juu yao. Haya yote ni mambo ya mkasa, sio mkasa, ni adhabu. Wale walikataa amri ya Mwenyezi Mungu, walifanya waliokatazwa, walifanya yale ambayo hayawafikiani na maamrisho ya mtume wao, ndio walifanywa vile. Sio mkasa, bali nini? Bali ni adhabu zake Mwenyezi Mungu. Wao فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل. Na isitoshe adhabu ya Mwenyezi Mungu iliwafikia asubuhi, pindi wakipambaukiwa jua, mushrikini wakipambaukiwa wakati wa asubuhi. Hiyo kulalala sana asubuhi hiyo. Siku nyingine unakuta umefungwa. Ndio inasema leo, kun fil bukuri ghurabu wa fi tamalluki kitun, kuwa katika kuamka mapema kama nini? Kunguru mwoga. Saa 9 anaanza kulia.
Lakini ukilala kwenye gombo, ukikaa kwenye gombo utaamka saa 9 hiyo ile. Huwezi. Ndio mambo mabaya waribikiwa mambo wakati wa nini? Hiyo ni ishara, wakati asubuhi hiyo ndio mambo waribika. Sasa maana wazee walipokuwa kusema riziki si muumini subu. Riziki muumini subu ta'ala. Subu ta'ala fi nasim. Kile fulani kuna upepo fulani walikuwa kita nasim ndio inagawanywa riziki nayo. Utakuja hapo saa 6 saa 5 ya usiku. Afua kwa imeenda. Patupu. Basi. Fakala tumushaatu iliwashika adhabu hao watu wa Sodoma wakati wa asubuhi. Fajalna aliha safina wa amtarna alayhim hijaratan min sijil, tuliwateremshia mawe kutoka katika moto, bado mawe inawashidilia. Haya yote ni adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa wale waliokaidi amri ya Mwenyezi Mungu. Adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa wale waliokataa amri ya mtume wa Mwenyezi Mungu. Adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa waja wakorofi, wajeuri, wa kiburi. Sasa lililoko tujitoe, tusiwe wa kiburi kwa Mwenyezi Mungu, tusiwe wajeuri kwa Mwenyezi Mungu, tusiwe waovu kwa Mwenyezi Mungu. Wa amtarna alayhim, tulinyesheleza mvua juu yao, mataran, mvua ya ajabu. Fando, tizama wewe kaifa kana aswatul mujrimin, vipi vimekuwa mwisho ya hao mujrimin. Hebu kaa dakika moja sasa hivi ufikiri walimalizikaje hawa. Ardhi ilimolewa, ikapinduliwa juu chini, wakamiminiwa katika lile shimo, wakasindiwa, wakanyeshewa mawe kutoka katika moto. Hebu fikiria, walifanya nini hawa? Walimwasi Mwenyezi Mungu, walimwasi mtume wa Mwenyezi Mungu, walikuwa mujrimini, watu waasi wa ovu, na kila mwisho wa mwovu utakuwa namna hiyo. Sawa? Kila mwisho wa mwovu utakuwa namna hiyo. Sasa mwovu mweupe au mwovu mwekundu au mwovu mweusi au mwovu mwenye elimu, mwovu mjinga, mwovu mwenye digrii, mwovu nani? Sawa sawa, namna hiyo itakubalika. Naam. Hapo kwa mke wake Lut, tunaambiwa alikuwa miongoni mwa wale waliobaki katika ile mji, na tukiona katika historia nyingine wanasema aligeuka kuwa chumvi. Je, Qur'ani iko na maneno kama hiyo? Sijasikia umesema nini? Mke wake Lut inasemwa alibaki miongoni katika hiyo nchi ya waliotenda dhambi, na katika historia nyingine tunaambiwa aligeuka kuwa jabali ya chumvi. Je, Qur'ani iko na maelezo kama hiyo pia? Elezo lililoko hapa, fajainahu wa alahu illa imra'atahu kanat min al-ghabirin, ay anjaynahu min al-adhab alladhi halla biqawmihi wa ahla al-mu'minin illa imra'atahu, isipokuwa mke wake, falam kanju kuokoka, wa kanat min al-bathina, alikuwa ni miongoni mwa wenye kusalia, fi diyarihim, katika mji wa wale, fi diyari al-halikin, katika miji ya wale walioangamia. Qala Tabari, msema Imam Tabari, ay anjayna Luta, tumeokoa Lut wa ahla na watoka muuminin, bihi illa imra'atahu, isipokuwa mke wake Lut, fa innaha kanat lilutin kha'inatan, fa innaha kanat lilutin kha'inatan, fa innaha kanat lilutin kha'inatan. Mkewe Lut alikuwa kwa Lut, yeye ni mwanamke mwenye khiana.
Mkewe Lut alisaidia katika uangamivu. Kwa nini? Kwa ajili alikuwa yeye ni mwenye khiana kwa Lut. Wabillahi kafiratun, wabillahi kafiratun, wabillahi kafiratun. Na mkewe Lut kwa Mwenyezi Mungu alikuwa mkafiri, kwa Mwenyezi Mungu alikuwa mkafiri, kwa Mwenyezi Mungu alikuwa mkafiri, na kwa Lut alikuwa khain. Kwa Lut yeye ni khain, na kwa Mwenyezi Mungu alikuwa ni mkafiri. Wabillahi kafiratun fahalakat maa man halaka min qaumi Lutin hina jaahumul adhabu. Kwa hivyo aliangamia pamoja na wale walioangamia kwa adhabu ilipofikia. Hayo ndio tunayojua. Unasemaje? Kwa hivyo hakuna proof ya kusema aligeuka kuwa chumvi. Hiyo sijui. Jawabu ya hiyo ni kwa sijui. Tafuta. Alafu huku tunaambiwa fa amtarna alaihim mataran min as-samaa. Sasa hiyo mvua ilinyesha kabla ya hiyo ardhi kupinduliwa. Baada ya ardhi. Na nikiuliza hiyo maandiko unasoma ukisema ardhi imepinduliwa, hiyo aya umesoma hapo ukieleza. Nimesoma mimi, hukusoma huko bafu? Nimesoma hapa ya mvua kunyesha. Sasa nikasikia umesema ingine ya ardhi kupinduliwa. Hiyo tunapata pande gani? Hiyo aya kupinduliwa. Walamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandudin. Surati Hud. Na hiyo nyingine فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. سورة الهجر. هكذا نقول. sawa. Umesikia? Umesikia. Naam. Wa ila Madyana akhahum Shuaiba. Sasa tunaachana na waasi wa kaumi Lut. Mwenyezi Mungu anatupa kisa ya waasi. Maana kama tukitaka kuwa wajambazi, hatutakuwa wajambazi kushinda wajambazi waliotangulia. Kama tutakapotaka kuwa waasi, hatutakuwa waasi kama wale waliotangulia. Anatupa kisa ya watu wajambazi. Na ibara ndani yake mazingatiwa, aliwafanya wajambazi namna gani? Aliwaamalisha wajambazi namna gani? Mwisho ya wajambazi ni kutokomewa, ni kumalizwa. Ndio Mwenyezi Mungu sasa tunachana na Lut, tunakwenda kwa Madian. Nini hukumu ya mtu katika ummati Muhammad akifanya tendo la kaumi Lut? Kama kaumi Lut wameangamizwa, lakini ni nini hukumu ya mtu Muislamu katika ummati Muhammad akapatikana kutenda tendo la kaumi Lut? Naam. Kuna ikhtilaf ya ulama. Kuna Abu Hanifa rahimahullah ta'ala amesema yakfihi ta'zir, walakin Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad hukum